Muungano wa Tanzania. Awali yote nami napenda kuungana na waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia siha njema na kukutana leo hii katika swala hili muhimu ambalo tunalijadili mbele yetu. Kikao hiki cha kamati ya ushauri ya wilaya ni kikao maalum kwa ajili ya kuanza kwa mchakato wa kuchunguza na kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi katika eneo letu la Tanzania bara kama ambavyo tumepokea kutoka katika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo kikao hiki nitamwomba Mwenyezi Mungu nikisimamie kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo zinazotekelezwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau wote wa uchaguzi. Hivi basi, mapendekezo yatakayowasilishwa yazingatie utaratibu uliowekwa katika kanuni ya 18 kifungu kidogo cha 3 ya kanuni ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ifuatavyo. Moja, mapendekezo yawasilishwe na kujadiliwa katika vikao vya halmashauri. Bila shaka katibu, hili liliweza kufanyika kama ambavyo umeeleza. Lakini pia mapendekezo yajadiliwe katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya, na ndio maana leo hii tuko hapa kutekeleza agizo hilo ambalo tumetakiwa tulifanye, kujadili katika kikao hiki. Lakini mapendekezo haya baada ya kujadiliwa yanatakiwa yawasilishwe kwa katibu tawala wa mkoa kwa ajili ya kujadiliwa katika kamati ya ushauri ya mkoa, yani RCC. Jimbo hili linajumuisha tarafa mbili, kwa maana kigezo cha kijiografia eneo linalokusudiwa kugawanywa ni kwamba jimbo hili lina tarafa mbili, kata 36 na mitaa 181. Pia kata 30 ziko maeneo ya katikati ya mji na kata 6 ziko maeneo ya pembezoni. Mgawanyo wa majimbo wa jimbo hili umezingatia uwiano kati ya maeneo hayo ya katikati ya mji na maeneo ya pembezoni. Vigezo vilivyotumika sasa katika mgawanyo huu, timu ya management imezingatia mambo yafuatayo. Moja, kuzingatia kigezo cha kijiografia kwa maana ya kusogeza huduma za utawala jirani na wananchi. Hivyo kata za ukanda wa Uyole zote zinapendekezwa kugawiwa na kwenda katika jimbo la Uyole linalopendekezwa, na kata za ukanda wa kati wa jiji pamoja na Iunga kubaki ndani ya jimbo la Mbeya mjini. Kigezo cha pili ni kuziacha kata zinazotambulisha mji wa Mbeya katika jimbo la Mbeya mjini kama ilivyoelekezwa katika mwongozo. Kata hizi ni zile zinazounda eneo la kati la halmashauri ya jiji inayojulikana kama Central Business District au CBD, ambalo linajumuisha kata za Sisimba, Maendeleo, Mbalizi Road, Sinde, Manga, Rwanda, Forest, Yela, Ghana na Nzovwe. Pamoja na miongozo mingine, eneo hili pia limetajwa katika mpango kabambe wa jiji. Kigezo kingine ni kuzingatia ukubwa wa kata na uwezekano wa kuzigawa tena kupata kata nyingine nyingi na mitaa mingine mingi zaidi katika siku za baadaye. Kuzingatia uwiano wa watu katika majimbo yote mawili, ambapo idadi ya watu 254,746 watakuwa ndani ya eneo la jimbo la Mbeya mjini na watu 286,857 watakuwa katika jimbo la Uyole. Kuzingatia uwiano wa kata, ambapo kata 23 ndani ya jimbo la Mbeya mjini na kata 13 zitakuwa ndani ya jimbo la Uyole. Uchambuzi wa kina kwa kila jimbo linalopendekezwa ni kama ifuatavyo katika ukurasa wa 6 wa kabrasha letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Mbeya mjini linalopendekezwa litakuwa na kata 23 zenye jumla ya mitaa 181. Litakuwa na eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 127.8 na litakuwa na jumla ya wakazi 254,746. Na makadirio sasa ni watu 320,907. Mapendekezo hayo yameambatanishwa hapa chini, ambapo kata zote kuanzia kata za Itagano, Iganzo, Isanga, Sinde, Rwanda na Yela na kata za kuelekea Iunga zitabaki ndani ya jimbo la Mbeya mjini kama inavyoonekana katika jedwali hapa katika ukurasa wa 6.
Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Uyole. Jimbo la Uyole linalopendekezwa litakuwa na kata 13 zenye jumla ya mitaa 60. Itakuwa na eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 131 na jumla ya wakazi 286,857 na makadirio ya sasa ya watu ni 361,357. Mapendekezo haya pia yameambatanishwa ambapo kata zote za ukanda wa Uyole unapoanzia mpaka wa Mwasenkwa, Ilemi, Ilomba na Mwakibete na kata zote kuelekea bonde la Uyole zinapendekezwa kwenda katika jimbo la Uyole. Jedwali lenye mchanganuo ni kama inavyoonekana katika ukurasa huu wa 7, ni jedwali namba 2. Kigezo kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu fursa za kiuchumi za sasa na za baadaye. Pamoja na vigezo hivyo, timu ya management ya ugawaji ilipitia fursa za kiuchumi na za kijamii na za baadaye, za sasa na za baadaye, na baadhi ya fursa hizo ni kama ifuatavyo. Moja, kuna fursa katika jimbo la Uyole, kuna fursa ya upimaji wa viwanja katika kata mbalimbali zikiwemo kata za Nsalaga, Iganjo, Iduda, Mwakibete na Mwasenkwa, na hivyo kuongeza idadi ya wakazi. Pili, fursa ya kuwa na eneo la viwanja vya 88 vinavyojulikana kama kwa jina la John Mwakangale, ambavyo baada ya ukarabati unaoendelea kukamilika, viwanja hivyo vinaweza kutumika kama kituo kikubwa cha shughuli za uchumi kwa kuvitumia kufanya maadhimisho na maonyesho mbalimbali pamoja na matamasha mbalimbali. Pia vitavutia ongezeko la watu katika eneo hilo. Sasa naomba nitoe fursa kwenu, iwapo kama kuna mjumbe yote ana maoni au ana mawazo mengine, basi tuweze kuyapokea na tuweze kuendelea na kikao chetu. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Godfrey Davis, mwenyekiti wa chama cha ADC Mbeya. Ushauri wangu kama ufuatavyo: maamuzi haya ya ugawaji wa jimbo yazingatiwe kitaalamu, kwa maana kwamba yasiingiliwe na maamuzi ya kisiasa. Mwaka 2000 Mbeya ilipokuwa halmashauri, kulikuwa kuna vita kubwa ya wanasiasa kugawa kata kiolela ili kupata wajumbe waweze kutimiza matakwa yao ya kisiasa, waweze kupata umea au wenyekiti wa halmashauri. Kulikuwa kuna kata zina watu 700. Kulikuwa kuna kata hivi, logic ni iko wapi? Kwa mfano, kwa sasa hivi watu wa Nsongwi pale Uyole, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unaelekea Tukuyu, ukimaliza Igawilo tu wanaita Nsongwi juu, unamwachaje eneo kama lile na liko ndani ya mamlaka ya KDC? Mtu yule unampeleka mamlaka ya Mbalizi. Je, anapotaka kupata huduma anakwendaje? Apite jimbo la Uyole, apite jimbo la Mbeya mjini, aende mpaka Mbalizi? Maamuzi kama haya kama yatazingatiwa kisiasa, tutayaathiri na madhara yake tutayaona leo, tutayaona baada ya miaka 10-20 ijayo. Na kwa kuwa eneo lile liko ndani ya mamlaka ya DC hii, eneo la Nsongwi pale juu Uyole juu Igawilo, leo hii akitaka huduma ya kibiashara, kuna nafasi ya biashara, manake analazimika apite jimbo la Uyole, apite Mbeya mjini, aende Mbalizi. Kwa nini tunawaacha pale? Mfano wa pili, kuna eneo linaitwa Itezi, Inyala. Eneo lile liko ndani ya mamlaka ya KDC. Leo hii lengo kuu la kugawa ni kupeleka huduma kwa wananchi, lakini wananchi wote tunawaweka wapi? Tunawaacha. Mtu yule akitaka huduma za kibiashara analazimika kupita Mbeya Uyole, jimbo la Uyole, anapita Mbeya mjini, anakwenda Mbalizi. Kwa nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Angalizo, maamuzi haya yasiangaliwe maslahi ya kisiasa. Madhara yake tutayaona baada ya miaka 10-20 baadaye. Hivyo basi, kwa kuwa tuna kikao kingine cha juu cha RCC, kule mahakamani wana msemo mmoja, hakimu au jaji anapokusikiliza kuna kitu kinaitwa strike out.
RCC iangalie kama kuna vitu vimeachwa, ifanye maamuzi sahihi kwa maslahi ya watu wao. Hilo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti. Maamuzi haya yasiangaliwe kisiasa, yaangaliwe kwa maslahi ya Mbeya, na msingi mkuu kupeleka huduma kwa wananchi. Sababu kubwa ya hayo yote ni kuharakisha huduma za wananchi katika eneo husika. Jambo la pili, serikali naiomba serikali kuu ifanye maamuzi magumu. Haya ni mapendekezo tu, kama tulivyokuwa tumesoma, sio maamuzi. Haya ni mapendekezo. Ifanye maamuzi magumu kwa ajili ya maslahi ya wananchi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa sana naomba secretariat wapitie kwa uangalifu. Hii Mbeya tunaijua, sisi wanasiasa wa Mbeya tunaijua. Leo hii jiji hapa kuna kata, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina watu 2000. Kuna kata ina watu 47,000. Mfano rais. Kuna kata inaitwa Nsoo. Kuna kata inaitwa Itiji. Ukijumlisha kata zile wakazi hawazidi 6,000. Lakini una kata ina watu 25,000. Kwa nini? Serikali inaingia gharama kubwa, inapata sana kubwa kumdumisha mtu kwa sababu za kisiasa tu uwepo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, maamuzi haya ni mapendekezo tu. Kwa kwa ili RCC secretariat husika ifanye maamuzi magumu, na serikali kuu mtusaidie straight out ifanye maamuzi, ifuate wataalamu wanavyosema. Tusikize wanasiasa. Asante. Jina langu ninaitwa Erika Raidi Mwakiokile, mimi ni mchungaji. Kwanza nishukuru, na ninashukuru Mungu kwamba mimi ni mchezea kote. Nimeangalia hii ramani, nimeona Isyesye niko na Nzovwe niko, kwa sababu maeneo hayo mawili yote kuna makazi. Lakini nitoe ombi, nashukuru kwa mgawanyo ambao mmeufanya, ili ni mawazo yangu mimi kama mimi. Naomba yakipata kibali machoni penu, itambariki Mungu na kubariki nafsi yangu. Nilikuwa nazungumzia kuhusu hii ramani, iko vizuri, na ninaona Mbeya inakuwa zaidi ya kukua. Mimi ni mzaliwa wa hapa, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Mtu akija wa miaka ya nyuma, aidha niseme ingekuwa inaruhusiwa mtu akafufuka akaangalia Mbeya ya sasa, sio ya zamani. Inakuwa kwa kasi na maendeleo yapo, yanaendelea. Na ninachoomba, naomba kwamba ile upande wa Inyara pale, naona jiji sasa linakuwa linaelekea Nsaraga, inaenda kuungana na Inyara. Wazo yangu nilikuwa naomba kwa serikali yangu tukufu, kwa nini siangalie eneo lile ingekatwa mahali iwe upande ingie sasa kwa Uyole. Na kwa sababu sasa naona viwanja vimepimwa na vinaendelea kupimwa. Nashukuru Mungu nilikuwa nafuatilia pale wakati kiongozi anasoma kwamba viwanja vingine vimepimwa na vinaendelea kupimwa. Naamini kabisa tusijikite kwenye kata kwamba huku ni nyingi kule ni chache. Zitaendelea kuendelea huko kwa ukubwa zaidi, na pia sio rahisi kuacha mama akawa katika hali ya upweke alafu kajikita kule zaidi. Tubalance, tuangalie kwamba kilichofanyika ni kizuri na kimeenda vizuri, isipokuwa sasa naamini kata zitaendelea kukua zaidi kuenda kwa kule mbele. Kama Mashina Kusaka na Kukoboa ni katibu wa chama cha wananchi kafu wilaya ya Mbeya mjini. Mimi nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru viongozi pamoja na wataalamu, kwa sababu hii ni kama fursa kwa sisi wana Mbeya mjini. Kugawa wilaya ni fursa, kwa lazima tuichangamkie. Na sikuona haja ya sisi kwanza kubishana sisi kwa sisi, lakini msingi mkubwa wa hii hoja ni maendeleo ya Mbeya. Watumishi wako pale mbele wanatusaidia kutekeleza hiki kitu, lakini wale ni wapita njia. Sisi Mbeya ni ya kwetu, milele tutakuwepo, tumezaliwa hapa. Kwa mimi naona tujikite kwenye hoja, tusikashipiane, tutengeneze hoja ya msingi ambayo itatufanya sisi tutoke hapa tulipo na kuwaletea maendeleo wananchi wetu. Lakini cha kusema si Nyala, ile ni Mbeya DC, na nimewasikia pia ni Mbeya DC, na nimehudhuria kikao kimoja hapo. Wao wamekataa kwamba hawezi kutoa ardhi yao kwa sababu ni mamlaka zingine. Kwa mimi naomba tujikite kwenye wilaya yetu ya Mbeya mjini. Hapa tuchangie tiririka unavyoweza, kwa sababu Mbeya ni ya kwetu. Wala tusirumbane,
kisiasa, hizi siasa zipo, lakini maendeleo ni muhimu kuliko hizi siasa tunazozifanya. Kwa majina anaitwa Fokile S. Mwadende, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mbeya mjini. Mimi nishukuru sana kwa hii agenda. Mimi nimekuwa mheshimiwa diwani miaka iliyopita toka 15 mpaka 20 jiji la Mbeya. Upatikanaji wake wa maendeleo tukibakisha kata 36 inakuwa kazi ni ngumu. Mimi nakubali kwa agenda nzuri na namuomba Mungu atubariki, tushirikiane huko tunako kwenda. Yaani tunachotaka tukubaliwe tu na majimbo mawili. Ishu ya uchumi wa Uyole tutabanana huko huko, si tuliozaliwa Uyole. Wala sio ishu. Shida tupate majimbo mawili ili maendeleo kama ni vijiji vya Inyala kuja huku tukiona baadaye nchi si ya kwetu, wala haina shida. Cha msingi nachoomba Mungu atusaidie, tukubaliane, Mheshimiwa Rais akubali, si tuwe na majimbo mawili, kwa sababu mimi madhara yake yanajua ya kuwa na jimbo kubwa kama la Mbeya mjini. Tutalaumiana sisi wanasiasa. Vile vile kwenye kata, ziko kata zingine kubwa sana. Kuna kata kubwa kiasi kwamba mheshimiwa diwani ukikabidhiwa kata kama ya Itezi, Saraga, mpaka umalize miaka 5 hujafanikiwa. Kwa hiyo nafikiri ya agenda ya tukishapata jimbo na hizi kata tuzigawe ili sasa tufanikiwe. Mheshimiwa diwani akipewa fursa pale ya kuongoza wananchi wale, iwe kazi nyepesi kwenye kuleta maendeleo. Lakini kwenye hili sina shaka. Sasa mimi ndio nilikokuwa nataka kwamba jimbo la Mbeya tuligawe yao mawili bila kujali huko uchumi utakuwepo au hautakuwepo. Lakini uchumi wa Uyole mimi najua utakuwepo tu, hamna shida kwa sababu nimezaliwa maeneo yale. Asanteni. Kama mkuu wa kanda ya mafunzo ya afya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, mimi napongeza sana kwa hili wazo la kugawa kuwa na majimbo mawili, kwa maana kwamba tutapata maendeleo. Ukiangalia kwa jimbo la kwetu hapa tulipokuwa jimbo la Mbeya mjini, kwa upande wangu tuna vyuo 16 vya afya, lakini ukiangalia vyuo hivi haviwezi kutembelewa na mbunge mmoja. Naamini kwamba tutakapokuwa tumegawa majimbo mawili, tuna vyuo vya afya upande wa Uyole, lakini pia tuna vyuo vya afya upande wa huku mjini. Mimi ni makamu mkuu wa chuo hapo, chuo cha Rufaa Mbeya. Tuna kozi kama 7, tuna wanafunzi 1200. Lakini pia tuna chuo kikuu upande wa afya, tuna madaktari wa kinywa na meno, tuna madaktari wa kawaida. Lakini unakuta hatutembelewi wala huduma hazitufikii kwa sababu jimbo ni kubwa. Kwa mbunge mmoja kuweza kumanage vitu vyote hivi inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tutakapokuwa tumepata majimbo mawili, inakuwa inatusaidia hata sisi kuweza kupata huduma kwa urahisi. Tukiwa tunasimamia hivyo vyuo, inakuwa ni rahisi kupeleka changamoto zetu na matatizo yetu kutatuliwa kwa wakati. Kwa hiyo mimi naunga hoja na naomba hili wazo ambalo mliwaza ni vema sana na ni jema sana, kwa sababu tunatamani maendeleo.